Matendo ya Mtume 27:44. Tusome sote kwa pamoja katika jina la Yesu. 1, 2, 3. Nao waliosalia hawa juu ya mbao na hawa juu ya vitu vingine vimerekewa. Na hivyo watu wote wakapata kuifikiria nchi kavu salama. Weka kwa Kiingereza. 1, 2, 3. And the rest, some on the boat, some on the part of the ship, and was that they all. Kuna wale tu wanasema ese. May God bless you. Tunaweza kukaa. We have a good topic for today. Nataka kuongelea kuhusu neno ambalo litakufanya uifurahie wokovu na hutalisahau mpaka utakapokuwa mzee. Somo letu linasema wengine waliokolewa kwa mbao. Wengine waliokolewa kwa mbao. Kwa wale ambao wanaoandika, kuna nukta na pointi ambazo utapewa kabla nikupeleke katika maombi mazito sana, na itakufanya uwe na moyo wa upendo kuhusu neno wokovu. Wengine waliokolewa kwa mbao. Kuna Kiswahili kinazungumza vizuri zaidi ya hiki. Ni historia ndefu, lakini nitakuwa na dakika ambazo nitazitumia vizuri. Ni safari ya Paulo mtume kutoka Yerusalem akiwa kama mfungwa, na huku wakielekea katika mji wa Rumi. Biblia inasema walikuwa kwenye safari zaidi ya watu 276, na Paulo alishikwa kama mfungwa ambaye ilibidi aende kuhukumiwa Rumi. Na mwanzo wa safari aliona safari ina madhara makubwa sana, na akawaambia ni vyema tusisafiri kwa sababu naona mbele kuna shida na kutakuwa upepo mkubwa sana. Kwa hiyo Biblia inasema hawakumsikia Paulo kwa sababu alikuwa mfungwa. Wakaamua kuwasikiliza wale maaskari. Unajua, unapokuwa mfungwa katika hali fulani, hata unachokiongea ni ukweli, hausikiki vizuri. Kwa hiyo unapotaka kusikiliwa lazima uwe huru. Na kutokumsikia Paulo kafanya wapate shida ya upepo wa mbisho zaidi ya siku 14. Maandiko nasema mwezi ilipotea, jua ilipotea, nyota ilipotea. Watu wakaanza kuazimia kifo. Watu wakajua hawawezi wakatoke kwenye mtego huu kwa sababu kifo kilikuwa karibu nao. Usiku wa siku 14 ya mateso, malaika wa Mungu akamtokea Paulo. Akamwambia, Mungu amenituma nikwambie usiogope. Meli hii itapotea, vitu vitapotea, lakini wewe na hawa unaosafiri nao hawatapotea. Unajua, ni jambo rahisi sana kusema amen, lakini ukifikiri meli itapotea, vitu vitapotea, lakini mtu hata moja, utasemaje amen? Wakati unajua ni meli ambayo inatusaidia kwa usafiri. Kwa hiyo imesemwa meli itapotea, vitu vitapotea, lakini hata moja hatapotea. Kwa hiyo nampenda Bishop Msungu kwa sababu ni mwalimu wa imani. Kusema amen kwa hili neno manake ni kukubali pasipo kufikiri. Imani ni kuamini pasipo kufikiri. Kwa sababu ukifikiri sana huwezi kusema amen. Mfano wanasema, wa Misri mnaowaona hamtawaona tena milele, lakini si tunawaona. Ukifikiri huwezi ukasema amen. Safari na Yesu
hata kama sijui njia, lakini nikiwa naye naamini nitafika. Ukweli kwamba njia sijui, lakini ninachokijua niko pamoja naye, maana yake nitafika. Nina habari njema kwa ajili ya mtu mmoja asubuhi ya leo. Haujui unapoelekea, lakini Yesu ni pamoja na wewe. Maneno watu wanaoongea kwa ajili yako haiwezi kamzuie Mungu asifanye alicho kisema kwa ajili yako. Na kwa sababu miguu yako imesimama asubuhi ya leo, na maisha yako isimame, na hatima yako isimame katika jina la Yesu. Mwambie ndugu yako, njia sijui lakini nitafika. Praise the mighty Lord. Yani sijui njia sijui lakini nitafika. Hii ndio imani. Ni kukubali pasipo kufikiri. Kwa hiyo hata hapa leo tunafikia Destiny Church, hatukufikiri. Na tunapoelekea hatujui, lakini tutafika. Mtu mmoja aseme amen. Kwa tafsiri nyingine, meli itapotea, vitu vitapotea, lakini ninyi mtapotea. Inamaanisha nini? Usafiri unaweza kupotea, lakini safari itaendelea. Kwa tafsiri nyingine, uliyemtegemea anaweza kukuacha, lakini maisha yataendelea. Kwa namna nyingine, mchumba anaweza kukuacha, lakini ndoa ni lazima. Kwa namna nyingine, Musa anaweza akafe jangwani, lakini safari ya kwenda Kanaani ni lazima. Maisha yako haiko jinsi unavyofikiria. Hata anayefikiri unaishi kwa ajili yake anaweza kuacha, na maisha itaendelea. Nipe amen zaidi ya jirani yako. Shika ndugu yako, mwambie hata ukiniacha nitaendelea. Praise the mighty Lord. You know, sometimes tulikuwa tunajua pasipo mtu fulani siwezi kutoboa, lakini leo hayupo tena, lakini maisha yakaendelea. Hata wazazi wanaweza kufariki leo, lakini maisha lazima. Kuna wakati tunawashirika kanisani ambao wanajua ni kwa ajili yao ndio tupo, lakini kuna wakati Mungu anawatoa kwenye maisha, wanatoka kanisani, lakini maisha ya Destiny Church inaendelea. Kwa hiyo Biblia inasema usafiri utavunjika, vitu vitapotea, lakini safari itaendelea. Lakini nikichimba kidogo nitasema hivi: usafiri utapotea, vitu vitapotea, lakini ninyi mtaokolewa. Ina maana nataka kuambia Mungu, hii chombo si ya maana sana, vitu si vya maana sana, lakini uhai wenu. Let me tell you something very deeply. Tuna shida sana, na ameongea Pastor Msungu. Tunapokwenda kumwabudu Mungu, tunamuonesha mahitaji, na ndio maana tunashindwa kufikia baraka. Katika ufunuo neno la Mungu lazima kuwa kama Isaac. Isaac anamuuliza baba yake Abraham, mlima huu, kuni hizi, kisu hii, lakini kondoo iko wapi? Katika ufundi wa ufunuo hakumwambia kondoo iko wapi. Alianza kwanza kutambulisha vilivyoko. Lazima kwanza aseme mlima huu, kisu hiki, na kuni ipo, lakini kondoo iko wapi? Nikuuliza hivi, kati ya mlima na kondoo, ya wapi ya bei gani? Mlima. So unapotaka kumwabudu Mungu vizuri, acha kumuonesha mahitaji. Ni kweli unahitaji ndoa, lakini pumzi si iko pale. Unahitaji baraka, lakini nguvu si unazo. Unahitaji sijue kujulikana, lakini Mungu amekupatia karama ndani yako. Kabla muombe Mungu kitu, mtambulishe kwanza kile ambacho kipo. Kati ya ndoa na pumzi, ya wapi ya baraka? Pumzi. Kati ya pesa na pumzi, ya wapi ya baraka?
pumzi. Kwa hiyo sina pesa sawa, lakini pumzi bado ninayo. Na maandiko nasema na kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Kuna vile ambavyo hatuna, lakini tulivyo navyo ni vikubwa zaidi ya vile tunavyovihitaji. Ni kweli unahitaji viatu, lakini miguu yako ina thamani kuliko. Praise the mighty Lord. Kwa hiyo tunatakiwa kuacha kulialia, kumwambia Mungu hata kama nahitaji pesa sawa, lakini akili bado ninazo. Ambia ndugu yako kuna kitu unacho, mwambie vizuri. Mtu mmoja aseme amen. Baba, sijui nahitaji mchumba. Unahitaji mchumba kwa sababu una uhakika wa kuolewa, sawa? Lakini mtu sasa hivi ambaye anaathirika na ukimwi na hana imani, anahitaji mchumba? Anahitaji nini? Uponyaji. Kwa hiyo unaweza ukalielie, lakini wewe ni bora kuliko wengi. Bora kuliko wengi. Manyumba hatuna, magari hatuna, lakini Yesu tunaye. Na kwa sababu ya hii nitamtukuza usiku na mchana. Na hata mtu ambaye aliye na ukimwi ni bora kuliko ambaye yuko mortuary. Tunaelewana vizuri? Ni bora zaidi kwa sababu ukimwi si unapona kwa jina la Yesu. Kwa hiyo hautakiwi kujidharau sana. Kuna kitu cha maana unacho. Na kuna changamoto fulani, mhubiri mmoja alihubiri Kongo akasema Petro alipotembea juu ya maji akaanza kuzama kwa sababu alikosa nini? Imani. Ilikuwa conference. Mimi nikamwambia hapana. Hata utembea hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu ni imani. Na kama unamshinda imani, si bahari iko hapa. Na wewe jaribu. Tembea moja, plaza kuja. Nitakupa ufunuo. Ambia ndugu yako mwalimu ataongea. Huu si ndio Petro? Mfano mimi ndio nani? Ni mfano. Wewe ni nani? Petro. Anapiga hatua ya kwanza, piga ya kwanza. Ya pili, ya tatu, anaanza kuzama. Sawa? Kwa nini Petro anazama? Vitu vitatu. La kwanza ni anwani. Sema anwani. Kwa Kiingereza manake no address identity. Yani nature ya Petro. Nitaongea ufunuo, utakubariki sana. Petro ameitwa jiwe. Yesu ni maji ya uzima. Na ukiweka maji juu ya maji haitazama, lakini jiwe juu ya maji praise the mighty Lord. La pili ndilo hili. Petro angelimfikia Yesu bila kuzama, angelifikiri yeye na Yesu. Kwa hiyo ilibidi azame ili Yesu amuoneshe kwamba wewe ni mwanadamu nami ni muumbaji wako. Ufunuo wa tatu, alikuwa na imani lakini hakuwa na Yesu. Ni ufunuo mkubwa sana, utakubariki. Alikuwa na imani lakini kwani Yesu yupo hapa? Yeye yupo? Hakuwa na Yesu. Yaani kuna watu wana imani lakini hawana Yesu. Nikubali vizuri. Kuja. Nimemwokoa, si Petro amepona. Sasa ni hapo hapo alipozama tunapita. Atazama tena. Hawezi kuzama kwa sababu hayupo peke yake, yupo na Yesu. Habari njema niko nao kwa ajili yako ni kwamba uliposhindwa jana utasucceed mwaka huu, because you are not alone. Ni kwa sababu wewe ni pamoja na Yesu. Nipe amen zaidi ya kawaida. Jaribu kumsalimu mwenzako, mwambie usiache kujaribu. Try again. Pima tena. Kaa chini. You can't succeed without to try. Vitu vyote ambavyo unavyoviona sasa hivi vimeshafaulu, watu walijaribu.
Katika maisha ya kiroho hata usiku ukiota ndoto unaombea vilema vinatembea, viwete. Amka asubuhi mtaani mtafute kiwete. Mwambie leo utafanya nini? Na mwombea, alafu kimona atembee mwambie niliota tu ndoto. Mwambie najaribu. Lakini kuna siku nitafaulu. Mimi nimeshafika paka airport kuuliza bei ya ndege. Mimi nimeshafika airport nauliza bei ya ndege, wananiambia milioni sijui kama ngapi ya dola. Wakanambia unataka kununua? Nikamwambia sifurahie rangi. Lakini nimeshajaribu. Wewe unamuona binti mrembo kanisani sana. Kwa nini unaogopa? Baada ya ibada msimamishe. Mwambie wewe mke wa maisha yangu. Akikwambia hataki mwambie nilijaribu tu. Kwa hiyo unatoka unajiendea. Wanaojaribu kuna siku watafaulu. Wanaojaribu kuna siku watafaulu. Nipe amen zaidi ya jirani yako. Weka mkono juu, sema tutajaribu. Meli itapotea, vitu vitapotea, lakini ninyi hamtapotea. Si utofauti sana kile ambacho anasema Yesu kwamba mbingu itapita na nchi itapita, lakini neno la Bwana. Let me show something. Kitu Mungu ameongea kwa ajili yako, hata miaka ikipita Mungu atalitenda tu. Neno la Mungu lina uwezo. Ni kule tu kutokuwa na imani. Hakuna kitu mtumishi wa Mungu anaweza kadeclare juu ya madhabahu ambacho hutakiishi. Sometimes like a joking. Unasema mbona ni kama wanafanya mzaha. Maisha yenu inadepend na kinywa cha baba yenu. Chochote anachokiongea kwa ajili yako, hata miaka ikipita lazima utakiishi. Kama mfano kiufunuo, Isaya anasema hivi: kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Hajasema kwa ajili yao. Anaposema kwa ajili yetu ina maana naye yupo ndani. So watu wakafikiri kwamba manake Isaya atamuona Masia. Lakini ikafikia kipindi ambacho Isaya amekufa bila kumuona Yesu akizaliwa. Watu watamfikiria nini? Nabii wa uongo. Alisema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Wakasahau vitu viwili. Cha kwanza, nabii anaweza kufa lakini unabii hufi. La kwanza li. La pili, wakasahau kwamba kuna muda wa unabii na kuna muda wa utimilifu ya unabii. Mnajua Isaya alipokufa kwenda mbinguni, Agano la Kale waliokufa wote walishuka chini. Mnajua hilo? Waliokuwa huko tu ni wawili au watatu, niseme Enoch, Musa na Elia, walikwenda paradiso. Lakini wote waliokufa walikuwa chini kuzimu. Kwa hiyo nafikiri kule kuzimu walipomuona Isaya akamwambia, mbona ulitabiri ukasema kwa ajili yetu amezaliwa, mbona uko hapa? Kristo alipozaliwa, Biblia inasema akafa msalabani kwa ajili yangu na wewe. Lakini hakuishia kudunia, ilibidi ashuke mpaka chini kuzimu ili lithibitishwe. Nafikiri Isaya alipomuona akawaambia, niliwaambia nini? Kwa ajili. Praise the mighty Lord. Hata miaka ipite, alichokisema Bwana kitatimia juu yako. Nainua mkono wangu juu na tabiri juu ya watu 500, 600, 1000 walio hapa leo. Mungu atimize alichokisema kwa ajili yako. Receive it now in Jesus name. Nipe amen zaidi ya kawaida. Waambie watu 3 walichokisema Mungu kitatimia. Praise the mighty Lord.
Have your seat. Lakini kwa tafsiri nzuri nisema hivi kwa kwenda kuingia katika somo letu, Askofu Msungu, wale watakaopona ndani ya imeli si kwa ajili yao, lakini kwa ajili ya Paulo. Sawa? Si kwa ajili that is very deep. Si kwa ajili yao, lakini kwa ajili ya nani? Mungu alimwambia kwa ajili yako. Hata mmoja hata kwa tafsiri nyingine, Paulo asingelikuwepo, wangelipotea. Lakini nikiingia kwenye Ufunuo, wale ambao wanatakiwa kuzama wakati wa Yona watazama kwa ajili ya nani? Ya Yona. Lakini watakaotaka kuokolewa wakati wa Paulo wataokolewa kwa ajili ya nani? Kwa hiyo katika maisha yako, ondoa kila Yona kwenye maisha yako, weka kila Paulo kwenye maisha yako, ili kwa ajili yake hata mahali ungelizama usizame. Sijafika nifike. Jonathan amefariki, lakini Mephibosheth hata tendewa mema kwa sababu ni muombaji. Daudi anasema hivi, kwa ajili ya Jonathan, si kwa ajili ya Mephibosheth. Angalia, Mungu akupe mtu ambaye kwa ajili yake. Sijafika. Zipo baraka ambazo hazikustahili, lakini kwa ajili ya agano ya Askofu Msungu na Mungu, kwa kivuli chake Mungu atakuona chini ya zile baraka. Na niko na meni zaidi ya jirani yake. Niongeze kitu, mwambie ndugu yako, si kwa ajili yako, ni kwa ajili ya Mungu wa Baba. Yani kuna vitu vile katika maisha ya kiroho haviwezi kukutokea, hata msiba, hata kifo. Mungu anasema no, huyu akifariki nitaumiza moyo wa mtumishi wangu. Kwa hiyo Mungu anakuepushia mauti, si kwa sababu umeomba, lakini ni kwa niongeze ufunuo. Niongeze ufunuo. Ambia ndugu yako mwalimu ataongea. Niongeze ufunuo. Nite vijana waine hapa. Vijana wane wakuja haraka sana, niongeze ufunuo. Wangapi wanaamini kwamba wako hivyo kwa ajili ya baba yao? Wangapi wanaamini kile kitu? Mnaamini kile kitu? Mkuje hapa. Nani wa kwanza kuisimamisha jua na mwezi kwenye Biblia? Si Yoshua? Ni nabii? Ni mtume? Sema ni askari tu. Anatosha wapi mamlaka ya kuisimamisha jua na mwezi? Sema ni kwa ajili ya baba. Kwa sababu kwenye Ufunuo huyu ndio nani? Sema Joshua. Joshua ni mwana wa Nuni. Nuni ni mwana wa Efraimu. Efraimu ni mwana wa Yusufu. Na katika ndoto ya Yusufu ameshawahi kuota jua na mwezi vinampigia magoti. Kwa hiyo kama jua na mwezi vilimpigia magoti, manake mjukuu wake ana uwezo wa kuisimamisha jua na imesimama. I prophesy upon your life, Mungu atakupeleka mbali zaidi, kwa sababu umekaa kwenye misingi ya baba ambaye neema inatembea naye, na utafanya makubwa zaidi ya baba yako. Nipe amen zaidi ya jirani yako. Sema kwa ajili ya baba. Mfasheni. Weka mkono juu. Sema kwa jina la Yesu. Baba, usiponitendea mimi kwa ajili ya maombi yangu, nitendee kwa ajili ya baba yangu Askofu Msungu, kwa ajili ya agano ulioifanya naye. Bwana, kumbuka maisha yangu. Bwana, ifanye kwa ajili yako. Nipe amen zaidi ya kawaida. Kaa chini. Sijui niko naeleweka vizuri. Utabarikiwa. Kwa hiyo alipowaambia hakuna mtu atakayepotea, meli itapotea, watu walijua na kichaa, na ikawapa wasiwasi. Upepo wa mbisho ukatokea mpaka ukaanza pasua sehemu ya jetri ya hiyo meli.
Na unaposoma Biblia vizuri, lilikuwa ni meli la mbao. Kwa hiyo maji ikiondoa mbao moja, Paulo anawaambia hivi, hii mbao muichukue, msiitupe. Watu 10 wasimame juu yake. Lingine likipasuka, anawaambia muichukue, msimame juu yake. Kwani kikawaida mbao haizami baharini, lakini mtu unaweza ukazama. Kwa hiyo watu wakasimama juu ya zile mbao. Mungu ni mwema. Wamoja walijua kuogelea, wakaanza kuogelea. Lakini wazaifu zaidi walijua hatujui kuogelea. Kinachoweza kutusaidia zaidi hapa ni kusimama juu ya hii mbao. Ona jinsi Mungu ni mwema. Hii mbao ikaanza kusukumwa na upepo mpaka nchi kavu. Yani wao wako tu juu ya mbao, lakini upepo unakuja unaanza kuwapeleka mpaka nchi kavu. Hao waliogelea walifika, lakini tuambiane kweli, walichoka. Lakini wale ambao walikuwa juu ya mbao hawakuchoka. Huku walisimama na upepo ukaanza kuwapeleka. Alafu mwandishi Luka anasema hivi, na hao waliosalia walipata kuvuka sehemu ya ngambo, walikuwa juu ya mbao. Na kuuliza swali, unawatamani walioogelea au waliokuwa juu ya mbao? Na unaposoma Biblia inasema hivi, walipofika pale kwenye kile kisanga, wakahesabu yao watu 276, hata mmoja wao hakupotea. Na wakaangalia kwenye bahari, meli imeshapotea, vitu vimeshapotea, lakini neno alilolisema mtumishi wa Mungu limetimilika. Na wasa waliookolewa juu ya mbao walimpenda Mungu sana. Walijua hatujui kuogelea, hatuna nguvu ya kuogelea, lakini mbao peke yake ilitubeba mpaka kufika nchi kavu. Na unaposoma Biblia vizuri, kitabu cha Mwanzo sura 7, Mungu akamwambia Nuhu haijenge safina. Mnikubalie nyote kwamba safina ni mbao. Ni mtu uliokatwa, ukatengenezwa, na baada ya kutengenezwa ukapewa form nzuri sana. Na wale watu 8 waliookolewa wakati wa gharika, nao wangelisema nasi tuliokolewa juu ya mbao. Lakini waliotaka kuogelea wasingeweza kuogelea siku 40, walikufa. Nikiongeza Ufunuo nitasema amri 10 za Mungu zilikuja juu ya mbao 2. Fanya hivi, mwalimu ataongea. Mikono yako iwe hivi, fanya hivi, utakuwa unanijibu tu. Mungu aliumba vitu vingapi? Sema mbingu na nuru na vingapi? Bahari na vingapi? Uzima na vingapi? Heshima na vingapi? Mama yake na Yusufu alikuwa mke wangapi? Ndani ya tumbo yake mlikuwa watoto wangapi? Yusufu akaota ndoto ngapi? Akawekwa gerezani mara ngapi? Vazi kaibwa mara ngapi? Wakamfanyia matanga mara ngapi? Akafungwa na wafungwa ngapi wa mfalme? Akazaa watoto wangapi? Akatafsiri ndoto ngapi ya mfalme? Wakamlilia mara ngapi? Akawa mtu wangapi kwenye ufalme? Katika maisha yako kuna dharau na kuna heshima, kukataliwa na kukubaliwa. Wewe unayenisikiliza, kuna aibu na kuheshimika. Kwa hiyo alitoka mlimani na mbao ngapi? Akaileta kwenye taifa. Na katika zile mbao 2 Israeli wakashindwa kuelewa
ujumbe wa mbao mbili. Ndio maana waliangamia. Nampenda Yesu sana. Msalaba ni mbao ngapi? Musa ametoka mlimani na mbao mbili. Israeli wakashindwa kumuelewa. Ikabidi Yesu akamate mbao mbili aipeleke mlimani. Na alipofika Goligota ndipo akasema yote imekwisha. Manake wale waliokolewa kwa sheria waliokolea kwa kuogelea. Lakini mimi na wao tuliokolewa kwenye msalaba hatutaokolewa kwa kuogelea. Tumeishika tu msalaba wa Yesu na tunasukumwa na upepo wa Roho Mtakatifu na unatupeleka mpaka nchi kavu. Sema kwa mbao tumeokolewa. Watakuuliza hii swali, ulifanya harusi lini? Mbona mchumba hatukumjua? Iliwezekanaje mjenge kanisa la hivi Dodoma, mji mgumu kiinjili? Jibu ni moja, tumeokolewa kwa mbao na upepo wa Roho wa Bwana ulitusukuma mpaka kufika nchi kavu. Na anasema Paulo, na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Paulo anajua mimi sina nguvu, I'm very weak, lakini nguvu ninazo ni kuishika msalaba wa Yesu. Tutasucceed, tutafaulu bila kufanya kafara. Tutafaulu bila kuingia Freemason. Tutafaulu bila kubadilisha imani ya injili ambao tumehubiriwa na baba zetu. Tutafaulu bila kuingia homosexuality. Tutafaulu bila kutabiri uongo, kwa maana tutaokolewa kwa mbao. Nani anipe amen zaidi ya jirani yake? Ambia ndugu yako usitumie nguvu sana. Shika msalaba. Praise the mighty Lord. Hutamwanga damu ya watu, hutachinja, lakini kwa ajili ya msalaba utafika mbali zaidi. Msalaba wa Yesu ukiushika, amini tu kwamba kuna nafasi unaenda. Mtu mmoja aseme amen. Kwa hiyo watu ambao wanashindwa maisha ya wokovu ni wale ambao wanatumia nguvu sana za kuogelea. Lakini mimi na wewe tunaacha vyote avifanye yeye. Before to preach, mimi sina mashaka, najua kazi si yangu, kazi ni ya Baba. Nikiingia kanisani mna watu 10, nijiue kwa nini? Sitajiua. It is not my work. Ni kazi ya Baba. Mtu akinizarau ni wakati wake wa kunizarau, anizarau tu, lakini sitaacha kushika mbao. Mtu mmoja anipe amen vizuri, iende kwa Yesu. Sitaacha kushika msalaba, nitaishika msalaba na nitafika mahali wengine walishindwa kufika, kwa maana msalaba itanisafirisha mpaka mwisho. Wanani ambao wanajua maisha yao ni msalaba wa Yesu, walete makofi kwa Yesu. Shika watu 3 4 mwambie maisha yangu ni Yesu tu. Have your seat. All I have, my life is only Jesus. Kama ni vita tumepigwa sana, kama ni matusi tumeyakula zaidi, kama ni ukataliwa imetokea mara nyingi sana, lakini mbona hatushindwi? Mbona hatuzikwi? Waliotegemea kushindwa kwa Destiny Church wanaona tena kwenda kwa ngazi na kwa level nyingine. Kwa hiyo unakaa unajiuliza, sasa mimi nimefikaje hapa? Uliishika mbao tu. I don't know to swim, sitaogelea, lakini mimi dawa yangu kubwa ni msalaba wa Yesu tu. Najua mbona hii ni ngoma nzito kwangu, mbona hii sitaiweza, lakini baada ya miaka 3 iliyokuwa changamoto nageuka ushuhuda. Tumeijenga kanisa jengo huko Goma zaidi ya $2 bila msaada wa wazungu. Na watu wanasema sasa ilikuaje mpaka unafanya kitu kama na hiki? Nimeishika mbao. Nimeishika mbao.
naona mbele yangu kuna wabarikiwa. I'm not here to preach 1,000 of people. Sihubiri maelfu ya watu hapa. Nahubiri watu wa muhimu zaidi ambao maelfu mekaa ndani yenu. Praise the mighty Lord. Siri 3 kubwa ya kuishika mbao. La kwanza ni moyo wa utiifu katika neno litokalo kwenye kinywa cha mtumishi wa Mungu aliye hai. Yeah. That is very deep. Nitaongea kama kuna watu watanielewa katika ufunuo. Lipo neno kwenye Biblia. Neno kwenye Biblia inaitwa maandiko matakatifu. Hayakuwa na nguvu sana kama hayawekwa kwenye kinywa cha mtu wa Mungu aliye hai. Kuna utofauti mkubwa, sijui watanielewa, lakini sina hofu. Kanisa hili ni shule, mtaeleweka. Kuna utofauti mkubwa ya maandiko na ufunuo. Maandiko si neno la Mungu. Neno ni maandiko liyovuviwa pumzi ya Roho. Kwa maana wanaokufa katika maisha machafu wanatumia nao maandiko. Kwa hiyo unaweza kuwa na Biblia lakini huna neno. Hamjawahi kuona mhubiri anakuja hapa anavaa vizuri lakini nasema jamaa hana neno. Lakini Biblia si anayo. Kwani Biblia iko mkononi lakini neno liko moyoni. Kabla Biblia haijatungwa neno lilikuwa. Nitaeleweka hapa na mtu mmoja. Kumbuka fasi ambapo kunatokea changamoto. Yesu na Wafarisayo wanasema hivi, mungelikuwa watoto wa Abraham mungeniamini, lakini mko watoto wa Ibilisi. Kwani baba yenu Abraham alifurahi kuona siku yangu. Wao wakaambiana, katoto kajana haka ameona wapi Abraham? Hata Maria akaona Abraham. Akawaambia no, kabla Abraham hajazaliwa mimi niko. Kineno kimaandiko hii ni kufuru, lakini kiufunuo ni kweli. Abraham alifurahi kuona siku yangu. Mnakumbuka Abraham alipokwenda kumtoa Isaac kwa mlima wa Moria, alichukua mpanga karibu amchinje Isaac. Mungu akamwambia no, usimchinje, angalia kulia au nyuma yako. Akaona kondoo. Nani mwana kondoo? Kwa hiyo hata Maria alikuwa na shida ya kufikiri kwamba ana mimba ya mtoto kwenye tumbo. Kumbe alikuwa na mimba ya mtoto. Akaenda mahali pa kuzalia watoto wakamfukuza. Kumbe alikuwa na mimba ya kondoo. Iliomba aende kwenye kondoo zinazaliwa ili azae mwana kondoo wa Mungu. Praise the mighty Lord. Wangapi wanaamini kama Yesu ni kondoo? Naeleweka? Kwa hiyo Abrahamu kuona kondoo moyo wake ulifurahi. Ndio maana aliwaambia kabla Abrahamu hayazaliwa mimi niko. Na alifurahi kuona kabla hayazaliwa mimi niko. Maana yake nini? Abrahamu ni picha ya imani. Mimi ni neno. Na maandiko nasema hapo mwanzo kulikuwa imani. Tena maandiko nasema imani huja kwa, maana yake lazima neno liwe kisha imani ifuate. Maana mimi Yesu lazima niwe kisha Abrahamu afuate. Kuna mtu anipe amen vizuri? Kwenye maandiko aliyemtoa Yesu nani? Kwenye maandiko aliyemtoa Yesu ni nani? Si ni Yuda? Kwenye maandiko si ni Yuda? Lakini kwenye ufunuo si Yuda.
Hata nikifika mbinguni huko, ambaye tunaweza kumtia kwenye kesi mahakamani si Yuda. Yuda alifanya mapenzi ya Mungu. So, Yuda si kijana wa Kariakoo. Anajua business, anajua huyu jamaa tuko naye miaka 3.5 atupokee. Alafu anatumia nataka kufa kufariki, alafu aende, mimi nitamuuza alafu nichukue zangu. Ni mambo ya hesabu. Lakini aliyempana Yesu ni watu hawa. Na mja wao wajui kwenye maandishi. Lakini kwenye ufunuo wapo. Kumbuka Agano la Kale ukifanya dhambi iliomba upane kondoo, upane mbuzi, upane njiwa, upane ngombe. Manake msamaha ulikuwa wa matajiri. Wewe na zile dhambi zako ungepana nini? Uongo moja, kondoo moja. Tangu wiki iliyopita una uongo ngapi wewe unavyojua? Sasa matajiri ndio walikuwa wanapata neema ya kufunikiwa dhambi kupitia utajiri. Ndio maana Yesu alipokuja akasema Roho wa Bwana ni juu yangu, amenipaka mafuta nihubiri wa nani? Na hizi kondoo walizozipana zilikuwa haziondoi dhambi, zilikuwa zinafunika dhambi. Ndio maana walipofariki wakaenda wote kule kuzimu, kwani dhambi hazikuondolewa, zilifunikwa. Kwa hiyo Israeli walihitaji wapate kondoo ambao inaweza kuondoa. Lakini Yesu alipokuja, alipozaliwa, Yohana akumtambulisha kwamba huu ni Masia. Aliwaambia tazama mwana kondoo. Kwa tafsiri nyingine, mkihitaji kuchinja, manake aliyemtoa Yesu ni nani? Kwenye maandiko wewe ni Mtanzania, lakini kwenye ufunuo wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Kwenye maandiko jamaa yako haiwezi katoboe, lakini kwenye ufunuo wewe ndio utatoboa na kusaidia jamaa yako. Praise the mighty Lord. Kwenye maandiko dhambi zako zinakuhukumu za jana, za juzi. Kwenye ufunuo wewe ni kiumbe kipya na Mungu ana destiny yako mikononi mwake. Nipe amen zaidi ya kawaida. Kaa nikuongezee kitu. Mnachoka au mjachoka bado? Man of God mzungu. Je, Sara ni tasa? Kwenye maandiko Sara ni nani? Lakini kwenye ufunuo, bro, are you married? Umeshaoa? Nani hajaoa hapa? You are still very young, bro. Kaa chini. Nahitaji jamaa mmoja ambaye hajaoa, ambaye anaweza akaoe. Udamani bachelor. Kuja president. Uni kamanda wa mabachelor. Haujaoa? Oh, sawa. Shida sana. Nani kuna binti wa miaka 12 hapa? Aje. 12 years. Yupo binti mdogo sana. Akuja dada, ni mfano tu. Mwalimu ataongea. Kimbia dada, ni unabii. Kuja hapa. Kwa sheria ya nchi yetu Tanzania, ujamaa anaweza kama binti? Haiwezekani. Ni kufuru kubwa sana. Lakini Mungu mbinguni unaitwa nani? Karin. Mungu mbinguni amemuumba Karin. Kwenye destiny ya Karin lazima aolewe na ujamaa. Ndivyo Mungu anavyotumika. Nipe masikio vizuri, nitakupatia ufunuo mkubwa. How old are you? 32. 12 years. Haiwezekani. Lakini Mungu amemtengeneza Karin akutane na ujamaa. Mungu anasema no, 32:12 haiwezi kashike. Nifanyeje? Kwani kwenye kuoa na kuolewa
kuna mwanamke au mwanaume ambaye ameumbwa kwa ajili yako. Hii lazima uijue. Kuna wanaume wa tamaa zako, kuna mtu ambaye Mungu amemuumba kwa ajili yako. Your destiny wife, yani Mungu amemtengeneza kwa ajili yako. Hata umjui, Mungu atamleta. Kwa hiyo Mungu akasema okay, mnanikubalia kwamba uchumba wa Isaac na Rebeka si mapenzi ya Isaac, lakini Rebeka na Isaac ni Mungu ameutengeneza, kwani ni Eliezeri ndiye alikwenda kutafuta mchumba kwa ajili ya Isaac. Manake kwenye Ufunuo Rebeka ameumbwa kwa ajili ya nani? Ya Isaac. Mungu akaona no, huyu akizaliwa mbele Isaac, yeye na Rebeka hawatakutana. Kumbe nimcheleweshe mtumbu ya Sara, achelewe mtumbu ya Sara ili Sara aitwe tasa. Kumbe Sara si tasa, lakini achelewe ili amzae Isaac, wakati ambapo huyu atakuwa amekomea tayari. Muujiza wako haujachelewa, baraka yako haijachelewa. Wewe hauko tasa, lakini destiny yako ndio imeichelewesha ili mkutane kwa wakati unaofaa. Rudi fasi yako. Waambie watu watatu waine, waambie mimi siko mlainiwa. Siachelewa kuolewa. Hujachelewa kuoa. Mungu anaiweka kwa wakati inayofaa. Kuna mtu aseme amen? Mbona nimekawia kujenga? Hujakawia. Kile kipindi ungelijenga vibaya sana. Unajua kanisa ambalo nalijenga ni kanisa zaidi ya watu 20,000. Na nimejenga karibu wa mwisho kuliko wachungaji wengine. Kwani Mungu alijua nikijenga mbele yao, ningejenga kidogo zaidi. Mnanielewa vizuri? Nyinyi mnafikiri ndio picha ya kanisa lenu hili? Mchukue picha. Kwa miaka 2, 3, 4. Hili kanisa more than 10,000 people. Hili kanisa litajengwa more than 10,000 people. Na watakuwa, unajua wewe shangilia kwa sababu wewe mchawi. Wachawi wana furaha kazi ya Mungu kiendelea. More than 10,000 people in this church. I prophesy it in Jesus' name. My presence in this church inafungua baraka fulani kwenye maisha yako. Praise the mighty Lord. Wangapi walifikiri wamechelewa kuolewa? Haujachelewa. Mungu alijua umezaliwa kwenye umaskini. Umekuwa kwenye umaskini. Tena uolewe na kale kama mchumba kama maskini. Mungu alikaondoa kwenye maisha yako ili amlete anayefaa kwako. Atakuja nyuma lakini atakuja na faraja. Nipe amen zaidi ya kawaida. Sema napenda ufunuo. Kaa chini niende kumalizia. Ufunuo. Ukiwa na ufunuo utaelewa waliokataa haukukuwa mbaya, lakini Mungu aliona wao ni mlango wa mabaya kwa maisha yako. Kwa hiyo Mungu akaondoa kwenye maisha yako. You need revelation. Jambo la pili ambalo litakusaidia uokolewe juu ya mbao. La kwanza ni kutii neno itokayo kwa kinywa cha mtumishi wa Mungu. La pili ni maandalizi. Uwezi ukawa mkubwa pasipo kuandaliwa. Let me show something. Mateso yako ya leo haiko mateso, unaandaliwa. Ambia jirani yako mwalimu ataongea. Nitaeleweka kweli? Mbele ya Musa kulikuwa shida 3. Sema bahari ya Shamu. Sema nyumba ya Farao. Sema jangwa. Shida ngapi? Ndio maana alipozaliwa baada ya miezi 3 alitupwa juu ya nini? Walimtupa juu ya bahari ili aanze azoe maji bado mtoto. Siku ataiona bahari hata shtuka, atajua hivi vitu vya mabahari hivi. Kuna mateso mengine Mungu aliruhusu yapitie tangu utoto ili hata ukiyaona leo. Si Mungu alijua utakuwa muombaji mkubwa wa mafungo na maombi.
Kwa hiyo ukazaliwa kwenye familia ambayo mnakula mara moja kwa siku, ili uanze ukazoee. Mungu alijua kuna siku nitamtuma Musa kwenye nyumba ya Farao. Sasa akikulia kwenye maisha ya chini chini hataweza, kumbe aende akulie kwenye nyumba ya Farao, ili nikimtuma hapo hatakuwa na hofu. Mungu akajua kuna siku atakaa jangwani miaka 40, kumbe akimbie kwenda jangwani siku 40, tayari muandae kwenda kuishi jangwani. Lakini mbele ya Daudi kulikuwa adui mbili kubwa, sema Sauli, sema Goliath. Ndio maana kwenye msitu akupigana na nyama watatu waine, alipigana na nyama wangapi? Wawili, simba na dubu. Picha ya Goliath na Sauli. Mungu akajua Yesu ana mwili mdogo, hataweza kunyangua msalaba, kwa sababu Yesu ana mwili kama Askofu Msungu. Yesu ana mwili ambao unagonda sana kwa mafungo na maombi. Kwa hiyo Mungu akajua huyu jamaa itakuwa changamoto sana kuinyanyua msalaba, na msalaba ni mbao na misumari. Ikaomba azaliwe kwa nyumba ya mseremala, aanze kunyangua mbao na misumari. Mateso yako si mateso, lakini Mungu amekuandaa. Oh my God. Sijui naeleweka vizuri. Huwezi kuwa mkubwa bila maandalizi. Unaowaona wanafika mbali leo, ujue walitoka mbali. Kabla uwe mtumishi wa Mungu, utawatumikia watu. Kuinuliwa kwa Askofu Msungu saa hizi si bahati nasibu. Kuna miaka aliyoteseka. Mimi nawafundisha habari njema leo. Sikubahatika kumuona mama na baba. Yaani mama alikuwa na uvimbe kwa tumbo, na walikuwa wanamwambia madaktari kwamba akinizaa lazima atafariki. Kwa hiyo mama akasema I'm ready to die. Lakini huyu ambaye namzaa ninahisi kwamba atamtumikia Mungu. Tena bila aibu, acha niishuhudie, mama alikuwa kahaba. Kwa hiyo mimba haikujulikana ilikuwa ya nani. Aliyefikiriwa pia mwenye mimba naye alifariki. Kwa hiyo bila mzaa amenizaa na akafariki hiyo siku. Yaani mimi kwenye mazingira ya kujua baba wala mama sikupata picha. Nimekomaa kwa mama mkubwa, alikuwa na moyo wa upendo. Lakini nakumbuka kuna miaka karibuni 10 na ngapi nilikuwa nayo, kuna saa ilipotea nyumbani, wakasema mimi nimeiba hiyo saa. Na ilikuwa ni uongo, nikachapwa sana viboko. Na wakaniambia kwa ukweli, usiporudisha hiyo saa basi wafufue wazazi wako. Na hapa ndipo nilipojua kwamba sina baba wala mama. Mimi nimeteseka. Kama kuna watu wameteseka hapa, lazima mimi niwe kiongozi. Baada ya siku kama ngapi akapata saa iliyopotea ule baba wa nyumba. Akasema nimsamehe. Ndio wakanipa stories zote, jinsi huna baba huna mama. Kwa hiyo nikaelewa licha ya mateso yote niliyokuwa nayo. Sisi tulikuwa wa Katoliki. Na mkutano ukafanyika mkubwa wa injili karibu ya nyumbani hapo, nikakwenda kuhudhuria. Nikaamua kuokoka. Nikaweka mkono juu, kijana mdogo. Nikaenda kuamini, nikabatizwa. Kwa hiyo ile familia wakanifukuza. Kanambia kwa sababu unakataa dini unafukuzwa. Nilikaa kanisani 4 years. Miaka 4. Nilikuwa nakula nafikiri mara 3 kwa wiki. Nakula kwa bahati, yani ukija hapo kufanya mafungo, ukifungua tunafungua pamoja. It was my life. Unajua mimi kuna wakati nimesikia uchungu mpaka nikahitaji nigongwe barabara. Kasema hapa at least nife kuliko niishi. Nikasimama kwa barabara ya basi, kaja wakastop gari, wakanipiga kofi, wakasema mbona tungelikuua? Nikamwambia nilitamani nife kuliko kuishi.
Imeshafikia unafanya maombi, unamwambia Mungu, kama kweli unasikia maombi yangu, unichukue usiku wa leo. Huna mwanzo, huna mwisho. Mpaka kipindi fulani mchungaji naye alinifukuza kanisani. Si kwa roho mbaya, aliogopa hasara, akasema utafia hapa kanisani, itakuwa shida kwenye serikali, kwa hiyo toka. Nikakwenda ukaa mlimani, nafikiri siku 15 za kumuomba Mungu. Na huku Mungu alikuwa ananitokea, alikuwa anaongea na mimi, nitakufanya mtu mkubwa, utatembea dunia nzima. Nikamwambia Mungu, siombe hivyo, naomba nife. Unajua kuna wakati unapata unabii, hata unamwangalia nabii unasema huyu jamaa hana akili. Kwa sababu wewe unajua unachokipitia ni nini. Lakini acha niwaambie, Mungu ni mwema. Wamama wakaenda kunichukua huko mlimani, wakanitia tena kanisani, nikakaa kanisani. Siku zangu za kulia zilikuwa nyingi kuliko kucheka. Lakini nilishika mbao. Hii Biblia nimeimezeshwa kwa ndoto zaidi ya mara 4. Mungu anakuja na nimezesha Biblia. Anasema, Gabriel, nitakupeleka mataifa yote. Nikaanza kuwa mhubiri wa asubuhi mtaani, lakini mahubiri yenyewe ilikuwa haieleweki kwa sababu unapoteseka sana kichwa huwa kinacheza. Kwa hiyo nilikuwa nawaambia watu, unaweza ukamwamini Yesu au naacha tu, kwa sababu hata mimi sijaona mambo sawa huko. Kwa hiyo watu wakaanza kunifuata nyuma wakicheka. Nakumbuka nilikuwa na suruali moja na shati moja na viatu ndefu moja hivi. Wakamwambia mchungaji, kuna kijana wako mmoja anahubiri asubuhi. Akasema basi mnipe naye. Wakasema utatuhubiri, na ishi ilikuwa Saturday asubuhi. Utatuhubiri asubuhi. Sasa nitahubiri asubuhi. Mavazi sina. Kwa hiyo kulikuwa jamaa mwingine rafiki yangu maskini, unajua sote maskini lakini level. Nikamwambia brother, mimi nitahubiri lakini sasa mavazi sina. Kwa hiyo akanikopa vazi lake, akaniambia utavaa hii. Vazi yenyewe nilikuwa sichunguze vizuri, kumbe imetoboka huko. Alafu ilikuwa ni ibada ya asubuhi. Na nilikuwa nahubiri, nikigeuka hivi watu wanacheka. Kulikuwa jamaa mmoja mgeni akaanza lia mwanzo wa ibada mpaka mwisho. Unajua Mungu huwa anakutumia mtu tu. Alianza lia mwanzo mpaka mwisho wa ibada. Baadaye akaniambia kuja. Unaitwa nani? Nikashitambulisha, nikamwambia wazazi wako wapi? Nikamwambia wameshafariki. Unaishi wapi? Nikamwambia hapa kanisani. Unaishije? Nikamwambia hata mimi ni swali. Kwa hiyo jamaa alipolia sana akaniambia pia roho ya kulia. Kwa hiyo tukafanya kwaya ya kulia, tukalia. Tulipomaliza kulia akaniambia sasa nitakuja, nitaongea na wewe. Nikabaki hapo. Mama moja akaniambia, Gabriel, wewe unakuja kula nyumbani na watoto wangu kila usiku. Alikuwa na vijana karibuni 6 hivi. Kwa hiyo alikuwa anijui. Wakitia ugali fasi moja hivi. Kila ninapogusa fasi kwenye sahani ni kama kaburi. So, mimi nilijua kama sishibi hapa ni siku 3 nyingine wala 4. Kwa hiyo acha nijiwekea akiba. Kwa hiyo mwisho wa siku walinifukuza. Unajua wanadamu wanachoka tu. Mwisho wa siku waliniambia, wewe sasa hapa unazingua sana. Na siku nilifika kwa wako wanakula, hakuna kuniambia karibu kumeza. Ilikuwa ni usiku, saa 2 za usiku, umeme ukaenda. Sitaki nikupe picha iliyoendelea. Lakini ilikuwa ni uwizi takatifu. Miti moja mrembo akanambia, Gabriel, aseme utaowaka. Akaambia ndio. Akanambia siwezi muomba Mungu mkate anipe jiwe. Yaani mimi ndio jiwe. Nikataka nione wapi nafaana jiwe. Unajua una watu wanakutusi vitusi ambavyo viko halali. Yaani watu wanakuambia ona kiato, unaangalia kiato kweli ya kipo. Kwa ajili ya mateso nikaingia kwenye kwaya. Hata huko nikafukuzwa sababu sijui kuimba.
yalikuwa maisha yangu machungu. Siku moja mimi Timao kanipa kazi ya kunyangua majiwe. Mawe nikafanya hiyo kazi kwa wiki mzima, akagoma kunilipa pesa. Na huyu aliyeniona nahubiri mzee akaja akanambia, leo unatoka kanisani sasa, pafu unaambia nyumbani kwangu. Mungu, hatuwezi kumshika Mungu kwa bure. Kuna sababu za kumshika Mungu. Kamia kwake akanambia, Gabriel, naona vema uende mahali fulani. Unajua Kongo ni kubwa sana, na huko utakuwa mlinzi wa mali yangu yote. Nikaenda. Na nikafika wana kilio. Nilipanda ndege mara ya kwanza, kwa hiyo nikaaga mtaa mzima. Nilikuwa nawaambia tu napanda ndege kesho. Sijui ninapoelekea, lakini nawaambia napanda ndege kesho. Na kule nilipofika kulikuwa matanga, wakasema nihubiri kwenye matanga. Nikahubiri kwenye matanga. Kulikuwa mchungaji mmoja akasema, huyu jamaa ananibariki sana, tumpe ibada ahubiri wiki mzima. Kumbe baraka za Mungu zinakuja usipofahamu. Nika preach hiyo wiki. Nikahubiri. Wakasema no, achukue wiki wa kufuata. Fanya 2 weeks nahubiri, nikafanya 3 weeks nahubiri. Pastor akasema, mimi ni businessman. Wewe nataka nikuachie kanisa sasa. Wewe mchungaji wa kanisa. Kama mzaa. Jamaa mmoja mlevi anakuja na lewa, akanipiga akasema, "Hey Gabriel, unatusumbua na mahubiri, kamata dola 1,200." Mimi nikasema jamaa na leo lakini pesa hazilewi, kwa hiyo nikachukua pesa.